tupo kwenye maandalizi ya mfungo wa Ramadhani, lakini na kwa Wakristo nao wanaanza kujiandaa na mfungo wao wa Kwaresma. Watu wamekuwa wakiogopa kufunga kwa madai kwamba watapata vidonda vya tumbo, au wana vidonda vya tumbo vitachachamaa, au sukari yao itashuka sana, au presha yao itapanda sana. Lakini kumbe kinachopelekea hayo yote ni kwa sababu ya kukosa maandalizi ya kuanza mfungo. Maandalizi ya kwamba hajawahi kuzoesha mwili wake kukaa bila kuupa sukari ambayo ni unnecessary. Hajawahi kukaa akiuzoesha mwili kwamba kumbe kuna wakati unatakiwa apate maji tu kwa ajili ya kuwezesha viungo kuweza kuchakata ile sukari ambayo mara nyingi amekuwa akiupa. Sasa matokeo yake mwili unakuwa unadai sukari kwa mazoea. Ni kitu gani ambacho unatakiwa kufanya wakati wa mfungo? Lazima ujue kwamba nia, ukiondoa nia ya kiimani, unafunga kwa ajili ya nini? Unataka kufanya sukari yako ikae sawa, unataka kufanya pressure yako ikae sawa, unataka kutibu vidonda vyako vya tumbo, unataka kuondoa acid reflux ambayo imekuwa ikikutesa wakati wote. Kumbe pamoja na nia za kiimani, bado unataka mwisho wa siku uweze kuwa mtu mwenye afya njema na mwenye furaha. Ili litawezekana pale tu ambapo utaondoa ulaji mbaya baada ya mfungo. Ukifungulia lazima ujue kwamba kama utafungulia kwa kula chai au majuisi ya madukani vyenye sukari za viwandani, jua kabisa utapata matatizo mwisho wa siku. Kama utafungulia kwa kula ngano, kama utafungulia kwa kula chakula kingi ambacho wala hakina sababu, ujue kabisa baada ya nusu saa ndio ile hali unajisikia umepata kiungulia, ni ile hali unajisikia uko bloated, ni ile hali unajisikia hauko comfortable, ni ile hali unaanza kusikia kwamba gesi inamwagika, acid inamwagika tumboni, utapata ile hali ya discomfort kwa ujumla. Lakini kumbe sababu ni kwamba mfungo ulikuwa sio tatizo. Mfungo ulikuwa safi na sawa, lakini kilichokupelekea hali hiyo kutokea ni kwa sababu ulivyofungulia umekula vyakula ambavyo ni acidic forming foods, ni vyakula ambavyo vinazalisha sukari ambayo mwili unashindwa kurecognize na kuichakata accordingly. Matokeo yake unajikuta kwamba kumbe kufunga sio sahihi. Kumbe swali ni linatakiwa, badala ya kuwa je, mfungo ni salama kwa kila mtu, inatakiwa hiyo kwamba je, ni salama kufunga ukiwa na maandalizi? Kwa sababu maandalizi ndio yatakayo kufanya unajua kabisa leo nitakula futari ya magimbi, kesho nitakula futari ya black rice, kesho kutwa nitakula futari ya maboga, mtondogoo nitakula futari ya ndizi bokoboko, sijui baada ya siku ngapi nitakula futari ya makande ya mtama mweupe na choroko. So utajikuta wala upati shida yoyote. Mboga ya majani lazima iwepo kwa wingi, kwa sababu na isiwe imeiva. Tuache kupika mboga za majani kuiva, ili mwisho wa siku ziweze kutusaidia katika mmeng'enyo. Na kama wewe tayari una tatizo pressure ya kisukari, una hizo acid reflux, lakini pia mpaka hizo kansa ambazo watu ndio wako nazo kwa baada ya sukari kuwa nyingi kwenye miili yao na tumors kuanza kudevelop, nitafute kwenye namba yangu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini, lakini pia share, like, lakini mwisho wa siku uweze kusubscribe ili taarifa hii na elimu hii izidi kusambaa, ili tuweze kupona, kwa maana sisi tunatakiwa tujiponye wenyewe, kwa sababu kuishi bila magonjwa ndugu inawezekana.